Kwa nini msalaba wa Yesu Kristo au kazi ya msalaba ni muhimu sana kwa sisi tunaomwamini Yesu Kristo tuliofanyika kuwa ni wana wa Mungu? Biblia inasema kuna kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 22 na 23 inasema, kwa Wayunani neno la msalaba au kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo ni ujinga, ni jambo la kipumbavu, na kwa Wayahudi ni jiwe la kikwazo, ni kikwazo kwao. Sisi tunaomwamini Yesu Kristo lazima neno la msalaba au msalaba wa Yesu Kristo uwe una muhimu, kwa sababu ni kupitia msalaba wa Yesu Kristo ndipo mimi na wewe tulifanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa mauti na kufufuka kwa Yesu Kristo, sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba kwa roho moja. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 na wa 18. Na Yesu Kristo amefanyika kuwa ni njia, ni kweli na uzima, kama Yohana 14 mstari wa 6 inavyosema, kwa sababu yeye aliutoa uhai wake na akautoa kwa ajili yetu. Kupitia kazi ya msalaba, yeye aliyekuwa chini ya laana, chini ya dhambi, tumewekwa mbali na laana, mbali na dhambi. Yeye alikuwa mwenye hatia, kupitia damu ya Yesu Kristo, uhai aliotoa na kutoa, tunahesabiwa kuwa wenye haki. Na kupitia msalaba wa Yesu Kristo tumefanywa kuwa ni wana wa Mungu, kwa yule roho wa Mungu aliyefanya makao ndani yetu. Kwa hiyo kazi ya msalaba au kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kumenipa mimi na wewe na yule tunayemwamini Yesu Kristo kama ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu, na tunaamini katika kazi kamilifu ya kidhabihu, imetupa utambulisho mpya wa kuwa ni wana wa kifalme, taifa takatifu, na wateule wa Mungu na mabalozi wa ufalme wa Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 mstari wa 23 kwamba amelaaniwa na Mungu kila mtu anayetundikwa msalabani katika mti. Yoyote anayetundikwa amelaaniwa na Mungu. Anaposema kwamba Yesu alifanyika kuwa laana kwa ajili ya sisi tuwe mbali na laana, anamaanisha maana ya laana ni ile hali ya kutokukubalika, ile hali ya kukataliwa, kutokukubalika na Mungu. Wagalatia 3:13 anasema Yesu Kristo alitukomboa katika laana ya sheria, kwa kuwa alifanyika laana kwa ajili yetu. Yesu Kristo alituokoa katika laana ya sheria. Kumbukumbu la Torati tumeona pale 21:23 kwamba yeyote anayeanguka, anayetundikwa msalabani amelaaniwa. Kwa hiyo Yesu Kristo alitundikwa msalabani ili atuokoe kwenye laana ya sheria, ili mimi na wewe tunayemwamini tuwepo mbali na laana ya sheria. Na Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari 21 anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyekuwa na dhambi, kumbuka mkamilifu. Yesu Kristo alikuwa ni mkamilifu 100%. Ni Mungu aliyevaa mwili katika hali ya ukamilifu 100%. Ila alifanyika kuwa dhambi ili mimi na wewe tuweze kuwa mbali, tupate ondoleo la dhambi. Lini Yesu Kristo alifanyika kuwa dhambi? Maana ya dhambi ni kuwekwa mbali na uwepo wa Mungu, kuwekwa mbali na uwepo wa Mungu. Na ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 23 hadi 24, Yesu Kristo, Mungu aliwaondoa Adamu na Eva nje ya uwepo wa Mungu katika bustani ya Eden, akaweka makerubi wenye upanga ili walinde watu wasiingie katika uwepo wa Mungu. Ni kwa sababu tu waliikataa kuisikia sauti ya Mungu na kuitii sauti ya Mungu. Lakini Biblia inasema Yesu Kristo, Waefeso sura ya 2, Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 5, yeye alikuwa sawa na Mungu, alifanya kuwa ni mwanadamu wa kawaida, alitii mpaka mauti, alitii mpaka dakika za mwisho, akuonesha hali ya uasi wala hali ya kutokataa sauti ya baba yake. Alifanya vile baba anavyotaka, anavyoona na baba anavyosema. Kwa hiyo Yesu hakufanya dhambi kwa sababu alitii sauti ya Mungu, sauti ya baba yake. Na Adamu na Eva walifanya dhambi kwa sababu walikana sauti ya Mungu, wakaisikia chanzo kingine cha sauti. Biblia inasema Yesu Kristo alifanya kuwa dhambi ni pale ambapo baba alipomwacha mwana. Adamu na Eva walifanya dhambi, wakatengwa. Mwanzo 3 mstari 23-24, wakatolewa mbali na uwepo wa Mungu. Ni Mungu aliyewatoa mbali na uwepo wake, akaweka mbali. Lakini kwenye kitabu cha
Mathayo 27 mstari wa 46 anasema, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa Mungu akisema, Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha, ikiwa anakamilisha ule unabii ulioandikwa katika kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 1 na mstari wa 16 hadi wa 18. Akasema, Mungu wangu mbona umeniacha. Yesu Kristo ambaye alisema anionaye mimi amemwona Baba. Yesu Kristo alisema kwamba sifanyi chochote pasipo Baba kusema au kuona kupita kwa Baba yangu. Kwa mara ya kwanza Baba akamwacha Mwana. Mungu alimwacha Emmanuel kwa mara ya kwanza. Mwanzo 3:23 mstari 24, Mungu aliwatoa katika uwepo wake. Lakini Mathayo 27 mstari 46, yeye Mungu uwepo wake ulimwacha Mwana Yesu Kristo, na siku ya tatu uwepo wake ukamrudia. Biblia inasema, Yesu akasema, hakuna anaweza kuutoa uhai wangu ila Baba ndio anaweza kautoa, ila Baba amenipa uwezo wa kuutoa na kuutoa. Kwa hiyo kitendo cha uwepo wa Mungu kutoka kwenye maisha ya mtu, ya mwanadamu, mauti tayari na dhambi imeingia. Adamu na Eva, dhambi na mauti iliingia kwa sababu uwepo wa Baba ulikuwa mbali na wao, walitolewa mbali na uwepo wa Mungu. Lakini Yesu Kristo, kitendo cha uwepo wa Mungu Baba yake kumwacha kwenye Mathayo 27 mstari 46, alifanyika kuwa dhambi. Kukaa mbali na uwepo wa Mungu ni kufanya kuwa ni dhambi. Dhambi maana yake ni kuwa mbali na uwepo wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Hesabu 21 mstari wa 8 na 9 kwamba Mungu alimwambia Musa kwamba atengeneze nyoka wa shaba amweke pale. Wale watakuwa wanang'atwa na nyoka wadogo hawatakufa, watakapomwangalia hawatakufa bali wataishi. Yesu Kristo anakuja kusema kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 14 kwamba yoyote atakayeniamini na kunitazama mimi kama ni mwana wa Adamu, kama ni nyoka wa shaba, yule ambaye ni utimilifu wa nyoka wa shaba katika Agano la Kale, atapata uzima wa milele, hata angamia bali ataishi. Waebrania 12 mstari wa 2 anasema, tukimtazama Yesu Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo msalaba wa Yesu Kristo ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ni kwa ajili ya kunifanya mimi kuwa mwenye haki, kupata access ya kumkaribia Baba na kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Sasa nitakwambia sababu gani, ni kwa sababu gani waliweza kupinga kazi ya msalaba au kazi kamilifu ya kidhabihu. Sababu gani walipinga kufa na kufuka kwa Yesu Kristo? Sababu ya kwanza ambayo ni kubwa, ukiangalia Mathayo 28 mstari wa 11 hadi 15, anasema wakuu wa makuhani waliwapa askari fedha, wale walikuwa wanalinda mwili wa Yesu Kristo kaburini, waliwapa fedha ili waseme kwamba wanafunzi wa Yesu Kristo waliuiba ule mwili usiku. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 3, Petro na Yohana walikamatwa kwa sababu walihubiri kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa nini wanapinga habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo? Unapohubiri kwamba watu watoe, wasaidie yatima, watu waonyeshe upendo, shetani hana tatizo. Unapoomba, unapohubiri injili ya mafanikio, injili ya toa ili upate na mambo mengine, shetani, unapohubiri kwa habari ya maombi, ya kuomba na kuombea watu waishi maisha mazuri, waolewe, wamiliki, shetani hana tatizo. Inapofika habari ya kuhubiri ujumbe unaohusiana na Yesu Kristo, shetani huwa anainuka juu. Hataki watu waelewe maana ya kazi ya msalaba. Kwa yoyote anayepinga kazi ya msalaba, yani Kristo Yesu ambaye ni Mungu aliyevaa mwili, alikuja akafa, akafufuka siku ya tatu, huyo ni mpinga Kristo. Yoyote anayopinga umuhimu wa msalaba wa Yesu Kristo, huyo yupo kinyume, kwa sababu kupitia msalaba wa Kristo ndio kanisa au mwili wa Kristo ulipozaliwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 23 mstari wa 8, anasema Masadukayo walipinga fundisho la kufufuka kwa Yesu Kristo. Mpaka hivi leo wapo jamii ya watu hata kule Israeli na dunia nzima hawaamini kwamba Yesu Kristo ni Mungu aliyovaa mwili, ni mwana wa Mungu. Hawaamini kwamba Yesu Kristo alikufa na siku ya tatu akafufuka. Wengi wana ile doctrine kwamba mwili wake uliibiwa.
au hakufa, alizimia, wanayo doctrine, ili ile nguvu ya kazi ya msalaba, ile nguvu ya ondoleo la dhambi, ile nguvu ya masamaha isiwe dhahiri juu ya kanisa au juu ya mwili wa Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari 32 anasema watu walimdhihaki mtume Paulo alipohubiri ufufuo wa Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 15 mstari 14 anasema na kama Kristo hakufa, basi mahubiri yetu ni bure na imani yenu ni bure pia. Tunapohubiri habari za Yesu Kristo, kufa na ufufuo wa Yesu Kristo, kama yeye hakufa, basi mahubiri yetu ni bure na pia imani yetu. Maana imani yetu katika Kristo Yesu ni imani katika kazi ya msalaba, kazi kamilifu ya kidhabihu Yesu Kristo aliyoitoa. Yohana sura ya 12 mstari 24, Yesu Kristo mwenyewe anasema miaka 2000 iliyopita kwamba ili chembe ya ngano, ili mbegu ya ngano iweze kuota, lazima ianguke kwenye ardhi kwanza, ife kwanza, kisha ndio imee yote, na kisha mea itazaa, itakomaa, itazaa ngano nyingi, akimaanisha kwamba inamlazimu yeye afe anguke katika ardhi, afe, azikwe, alafu atakapofufuka, kufufuka kwa Yesu Kristo ndio kumea kwa chembe ya ngano ambao ni mfano wa Yesu Kristo, ili iweze kuzaa matunda mengi. Kabla ya agano la jipya, agano la kale, mwana wa Mungu wa pekee alikuwa ni Yesu Kristo pekee, lakini mbegu ya ngano ilipoanguka, alipofufuka siku ya tatu, akamea, akazaa matunda mengi. Tumepatikana mimi na wewe, tumefanyika kuwa ni wana wa Mungu. Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi 17 anasema aliye na roho wa Mungu, aliyezaliwa na roho wa Mungu, anayeongoza roho wa Mungu, huyu amekuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo leo wana wa Mungu wa pekee wa kweli tupo wengi, tumefanya kuwa ni wana wa Mungu. Na kanisa la kwanza katika Matendo ya Mitume sura ya 2, walipokuwa pale chumba cha juu Yerusalem, ambao Yesu Kristo aliwaambiwa msiondoke mpaka ahadi ya Baba itakapotimilika, wakiwa 120 ikiwemo na mama yake na Yesu Kristo, yeye ambaye alikuwa bikira, ambaye sio bikira tena, pamoja na wengine 120 walipokea ahadi ya Baba, na kile ambao akina Ezekiel, akina Yoeli, akina Yeremia, akina Isaya walichoandika kwamba Baba atafanyika makao ndani ya mwana, roho wake atafanyika ndani ya wana, atakuwa juu yao, atakuwa katikati yao, atakuwa ndani yao, ilitimilika. Na siku ya kwanza wakiwa 120 wakazaliwa kama kanisa. Na siku hiyo Biblia inasema wakahubiria Waisraeli, wakahubiria mataifa mbalimbali, wakasikia habari ya injili ya kufa kwa Yesu Kristo, na watu zaidi ya 3000 wakapokea neema ya wokovu. Na ndipo mwili wa Kristo na kanisa lipotokea. Kwa hiyo anaodharau na kupinga kazi ya msalaba au kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, huyo ni mpinga Kristo, yupo kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu akubariki sana kokote walipo. Jina langu naitwa Apostle Dr. Wilson Masawe. Shalom alaikum. Take care. Tutaonana tena wakati mwingine.